yangu ninakutukuza, Baba yangu ninakuinua. Asante kwa neema, asante kwa baraka, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante kwa kuona sisi ni watu wa thamani. Asubuhi ya leo watoto wako tuko mbele zako, tumenyenyekea chini ya dali lako, tukiomba rehema zako tena. Bwana, tutakase kwa damu yako ya thamani, turehemu sawasawa na fadhili zako asubuhi ya leo. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunaita damu yako ya thamani, damu yako ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu, itutakase na kutuosha kwa damu yako ya thamani. Mandarabashaka rabasika. Kila moja mahali popote unapofuatilia maombi haya, nenda mbele za Bwana, omba rehema asubuhi ya leo. Risa kamanda roboshaka. Sante Roho Mtakatifu kwa rehema zako, tuoshe Bwana, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu, neno lako linasema katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 1 na mstari ule wa 16 ya kwamba Bwana, dhambi zetu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kuwa nyeupe kama theluji. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunasi damu yako ya thamani asubuhi ya leo ikatuoshe na kutusafisha katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Risa kandara mashika. Takasa mioyo yetu, takasa nafsi zetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita tena, tunaita nguvu zako. Yesu Kristo umesema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari wa 8 kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Baba, tunaomba nguvu zako zikatufunike asubuhi ya leo. Tunahitaji nguvu zako kuu, nguvu zako. Tujaze kwa nguvu zako Yesu Kristo, tupe nguvu ya Roho Mtakatifu juu yetu tena asubuhi ya leo. Rika basanta ramasha kabako ribasika. Omba nguvu ya Mungu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba nguvu zako, nguvu zile za upako wa Roho Mtakatifu Yesu zije juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nijaze kwa nguvu zako. Kila mmoja atamke, unahitaji kujazwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu zako pekee haziwezi kukusaidia, lakini kwa nguvu hii ya Roho Mtakatifu ikija juu yako, utafanya mambo ambayo sio rahisi kufanya. Nami ninaomba katika jina la Yesu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yako katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Andika sema amina, comment sema amina katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, haleluya. Niko hapa asubuhi ya leo, ninaamini kabisa Mungu amekupa kibali na neema kubwa ya kusimama mbele zako, na mimi ninakualika asubuhi ya leo. Sijajua unapita kwenye changamoto gani, unapita kwenye hali gani, na unatamani kumwona Yesu akitenda kazi. Umepitia kwenye machozi mengi, umepitia kwenye changamoto. Ninaomba usiendelee kulia na changamoto zako. Bado Yesu anafanya kazi, bado Yesu anaokoa, bado Yesu anaponya, bado Yesu anafungua. Nataka uchukue hatua ya kiimani kabisa, kuamini kwamba iko nguvu ya Mungu, bado Yesu anatenda mambo makuu. Uchukue hiyo namba ya WhatsApp, unaomba unijulishe unapitia changamoto gani. Niandikie changamoto yako, tutasimama na tutaomba, lakini pia tutakujoin kwenye group letu za maombi, na Mungu ataenda kudhibitika kwa namna kubwa sana. Rika mando robo shakarabasika. Oh, ninaona nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Hii ni nguvu ambayo itakusaidia kila asubuhi. Hii ni nguvu itakayokusaidia kila asubuhi. Hii ni nguvu itakayokusaidia kila asubuhi. Unapoamka, naomba usome hii Zaburi ya 143. Kila unapoamka, soma hii Zaburi ya 143. Kila unapoamka, soma hii Zaburi 143. Hii maandiko yanasema, ni mistari 12 ya Zaburi 143. Biblia inasema, Bwana uisikie sala yangu,
usikilize dua zangu. Kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako, wala usimhukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna aliye hai mwenye haki. Maana adui ameifuatilia nafsi yangu, ameifuata nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Mstari wa 4 anasema, na roho yangu imezimia ndani yangu, moyo wangu ndani yangu umestuka. Nimezikumbuka siku za kale, nimeyatafakari matendo yako yote, naziwaza kazi za mikono yako, na kunyoshea mikono yangu. Nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. Mstari wa 7 anasema, Bwana unijibu hima, roho yangu imeregea. Usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. Bwana uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe, unifiche. Unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Biblia inasema mstari wa 11, Bwana uniuishe kwa ajili ya jina lako, kwa haki yako unitoe roho yangu taabuni. Kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu, na kuwaangamiza wote wanitesao nafsi, kwa maana mimi ni mtumishi wako. Kwenye hii Zaburi ya 143 ninaomba Mungu akupe neema uisome kila siku asubuhi. Kwa nini uisome kila siku asubuhi? Namba 1, inaanza mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Umeona, inazungumza habari ya rehema. Umeona, anasema Bwana usikie sala yangu na usikilize dua zangu. Kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako, wala usinihukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna aliye hai mwenye haki. Maana yake anaomba, hiyo ni maombi ya rehema. Hiyo ni kitu cha kwanza cha kugundua kwenye hii Zaburi. Lakini kitu cha pili, anazungumza namna adui wamemkalisha kwenye giza. Kawaida maadui wanapambana nasi usiku na mchana, kukalisha watu kwenye giza. Kwa hiyo unaomba, naambia Mungu, naomba unitoe kwenye giza mahali nilipokalishwa. Unaona? Lakini kuna kitu cha tatu, ule mstari wa 6 anasema na kunyoshea mikono yangu nafsi yangu. Naona? Inakuonea kiu kama nchi kame. Naona? Nafsi yangu inakuonea kiu. Nafsi yako lazima ione kiu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nafsi yako lazima imuone Mungu akitenda kazi. Naona? Nafsi yako lazima imuone Yesu kila siku asubuhi. Nafsi yako lazima lazima ishuke kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini mstari wa 8 anasema hivi, unifanye kusikia fadhili zako asubuhi. Tunahitaji fadhili za Mungu asubuhi. Fadhili za Mungu ni nini? Ni Mungu kutufadhili. Ni Mungu kufadhili maisha yetu. Ni Mungu kufadhili hatima zetu. Mungu anaposimama kwako kama mfadhili, maana yake atakufadhili, hautakosa. Utapata kile unachokihitaji siku hiyo. Utapata kile unachokihitaji kila siku asubuhi. Utapata kile unachokihitaji kila siku. Utapata kile unachokihitaji mara kwa mara. Utakipata kila ambacho umekitamani. Mungu atasimama kama mfadhili kwenye kazi, atasimama kama mfadhili kwenye kazi ya mikono yako, atasimama kama mfadhili kwenye hatima yako, atasimama kama mfadhili kwako. Kwa tunamuita Mungu kama mfadhili kila siku asubuhi. Haleluya. Lakini kitu kingine kikubwa, mstari wa 10 nasema, nifundishe kuyatenda mapenzi mema. Mungu akufundishe kutenda kitu chema.
Mungu akufundishe kutembea kwenye mapenzi yake mema. Kila siku asubuhi mwambie Baba, naomba uniguide, naomba uniongoze, nitende mapenzi yako. Usifanye mapenzi ya kwako mwenyewe, fanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Yoyote aliyefanya mapenzi ya Mungu alifanikiwa, aliinuliwa. Na wewe tembea kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini kuna kitu kizito, mstari ule wa 10 nasema, Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Vitu vyako unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye kazi zako. Unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kila eneo. Huwezi kutumia akili yako. Umetumia akili yako nyingi, imeferi. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akuongoze. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, uipokee nguvu ya Roho Mtakatifu ikuongoze. Ikuongoze kwenye hatua zote, ikuongoze kwenye kazi zako, ikuongoze kila eneo. Utaona maongozo ya Roho Mtakatifu utakapoenda kufanikiwa. Utaelekezwa fanye hiki, utaelekezwa fanye hivi kwa namna nyepesi. Unaenda kuwa mtu mkuu kwa namna kubwa sana. Hallelujah, glory. Hallelujah, glory. Katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Naomba popote pale ulipo umesoma hii Zaburi 143. Nataka nikwambie kitu cha muhimu na cha msingi sana. Kila unaposoma Zaburi hii, itolee sadaka. Itolee sadaka. Kuna namba ya Vodacom hapo ya M-Pesa. Sadaka yako itafika kokote pale uliko. Usishie tu kuomba, ukaomba fadhili za Mungu, ukaomba Mungu akuongoze, ukaomba Mungu afanye kila kitu, lakini mikononi mwako una sadaka. Hapana, lazima uchukue sadaka. Unaposoma neno lazima liambatane na sadaka. Na wewe beba sadaka yako, mwambie Mungu, sadaka hii naomba Roho Mtakatifu niongoze. Naomba fadhili zako asubuhi, naomba ulinzi wako, naomba nitembee na nguvu zako. Naomba Yesu usimame upande wangu, nifadhili. Roho Mtakatifu niongoze. Yesu Kristo niongoze kwenye mema, niongoze kwenye neema. Natamani kuomba na kila mtu asubuhi ya leo. Ndani yako umesikia mzigo, umebeba sadaka, unatamani Zaburi 143 iwe sehemu yako. Naomba ukamate sadaka yako na inue mkono wako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kuisikia sauti yako asubuhi ya leo. Baba, asante kwa kuwa umenipa kibali na umenipa neema ili nione kila ambacho Baba umekikusudia. Yesu Kristo, mwana wa Daudi, wewe ni Mungu wa rehema. Baba, naomba rehema zako asubuhi ya leo. Ninaomba utukufu wako Baba, usiniache. Nafsi yangu Yesu itoe kifungoni. Mahali ambako wamenifunga nisifanikiwe, wamenifunga nisiinuke, wamenifunga nisipige hatua. Roho Mtakatifu, sasa Zaburi 143 ninajiunganisha na neno lako. Nipate kuziona fadhili zako asubuhi. Yesu, naomba unifadhili. Yesu, naomba unifadhili. Yesu, naomba unifadhili. Ramanda sakarabako sharabasika. Baba akufadhili. Yesu akufadhili. Yesu akufadhili asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea ufadhili wa Roho Mtakatifu. Pokea ufadhili wa Roho Mtakatifu. Pokea ufadhili wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Monda ramashaka ramasika. Ninaona nguvu ya Roho Mtakatifu ikija juu yako. Baba akufadhili. Yesu akufadhili. Yesu akufadhili. Akufadhili kwenye kazi, akufadhili kwenye kila eneo utakalo kanyaga asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha baraka za Mungu zije juu yako. Wacha baraka za Kristo zije juu yako. Yesu akufadhili. Pokea neema ya ufadhili. Pokea neema ya ufadhili. Pokea neema ya ufadhili. Yesu Kristo, mwana wa Daudi, akutunze, 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 akutunze katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Panda sadaka yako kwenye namba ya Vodacom na endelea kufuatilia maombi haya na utamuona mkono wa Mungu ukiendelea kutenda kazi. Nikukaribishe katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambako mamia kwa maelfu ya watu yanakutanika kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, shalom, shalom.